Ndoto ni kitu cha kiroho, na mwenye kuifaidi ndoto ni mtu mmoja ambaye yuko rohoni. Ndio maana swala la ndoto kwa mwingine ambaye yuko mwilini, ndoto ni fumbo. Kwa mtu ambaye yuko mwilini, ndoto ni usumbufu. Kwa mwingine ambaye yuko mwilini, ndoto ni kitu cha kawaida. Kwa wengine ambao wako mwilini, wanafurahia ndoto, baadhi ya ndoto. Mfano, kwa watu wako mwilini, hajui tafsiri kwamba kila nyama ina maana gani. Akiamka asubuhi ameota amekula nyama ya kuku, anasema leo hii nyama ni tamu. Kwa sababu yuko wapi? Mwilini. Yuko wapi? Mwilini. Kwa masuala ya rohoni huwezi kutafsiri mwilini. Mambo ya rohoni utafsiriwa rohoni, na mambo ya mwilini utafsiriwa mwilini. Ladha ya kuku ya kuchoma tunaipata kwenye mdomo kwa sababu ni mwilini. Hatuipati ladha ya nyama ya choma kwenye ulimwengu wa roho. Tunapata ladha ya nyama ya choma wapi? Mwilini. Wapi? Mwilini. Ukitaka ladha ya vitu vitamu lazima uwe rohoni, ujue vitu vitamu vya rohoni ni vitu vipi. Ndio maana mtu wa mwilini akiota ndoto anakula vyakula vizuri anavifurahia, kwa sababu ajui tafsiri ya ile ndoto, kwa sababu yeye hayupo rohoni. Lakini siku anapoanza kuwa rohoni, ataanza kulaani na kuchukia zile ndoto, kwa sababu ndipo atakapoanza kujua maana ya hizi ndoto ni nini. Mtu ambaye yuko mwilini anaota ndoto, anafanya tendo la ndoa, anafurahia, anasema hiyo ndoto isiishe, irudi tu, pasipo kujua kwamba hiyo ndoto ni majini mahaba yenye kuleta madhara na mateso makali kwenye maisha yetu. Sasa mtu ambaye anaweza kuona kwamba hii ndoto ina madhara ni mtu ambaye yuko wapi? Rohoni. Kwa sababu mambo ya rohoni utafsiriwa kwa jinsi ya rohoni, na mambo ya mwilini utafsiriwa kwa jinsi ya mwilini. Ndio maana ukimwambia mtu Yesu amenitokea, kuna watu wengine kwenye mitandao wanaanza kukejeli watumishi, wanasema nikakutana na Mungu akaniambia. Watu wanaanza kukejeli Mungu. Umekutana naye lini? Wapi? Hizo kejeli zinatokea wapi? Ni kwa sababu wewe unasikiliza taarifa ni mtu wa mwilini, uje kukutana na Mungu, ujui njia za kukutana na Mungu. Lakini watu wa rohoni tukisikia taarifa kama zile hatushtuki, hatuogopi, kwa sababu tunajua ni vitu halisi, kwa sababu tuko rohoni. Mungu yupo rohoni. Kumsikia ya kupasa naye kuwa mmoja wapo wa rohoni.